Bana, kuelekea Dar es Salaam Derby, wengi wanaita Kariakoo Derby ambayo itafanyika kesho siku ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Ilikuwa ni wiki tunazihesabu, zikafikia siku, mwisho wa siku zikafikia masaa sasa ambayo ndo tunahesabu kufikia siku yenyewe ambapo Yanga watakuwa wenyeji wa Simba Sport Club kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 1:15 usiku. Sasa kuelekea mechi hiyo, makocha wamezungumza kile ambacho kipo kwao kwa ajili ya mchezo huo, na kila kocha ameonekana akiheshimu timu pinzani kwa kile ambacho anakiona mbele yake. Na kwa kwanza tu tunaweza tukaanza na kocha wa klabu ya Yanga ambaye yeye alianza kwanza kwa kushukuru kwanza kuwepo au kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga kuelekea mechi hiyo. Kwanza alianza kwa kusema ni jambo kubwa sana kuwa sehemu ya derby bora Afrika. Ni heshima kubwa sana kuwa sehemu ya makocha ambao wameshiriki kwenye moja ya derby hii bora. Ni washukuru pia klabu ya Young Africans kwa kuniheshimisha kuwa sehemu ya timu ambayo inakwenda kupambania mafanikio ya klabu hii kubwa. Huyu ni kocha mkuu Miloud Hamdi. Sasa huyu yeye alikuwa ni kocha wa klabu ya Yanga ambaye kwanza ameanza na shukrani hizo, lakini pia hakuishia hapo kuzungumzia hilo, lakini pia aliendelea kwa kusema Simba ni timu kubwa na iheshimu pamoja na mashabiki wao. Mnajua kesho ni mechi tofauti, sio kama mechi nyingine. Hii ni mara yangu ya kwanza, najiandaa kwa zaidi ya siku 5 kwa ajili ya mchezo huu. Tumeweka kila kitu cha ufundi ambacho nilitaka kukiweka, nimekiweka. Huyo ni Miloud Hamdi ambaye kocha mkuu wa klabu ya Yanga, ambapo alikuwa anazungumza kuelekea mchezo wa kesho ambao yeye ndo atakuwa mwenyeji, Simba akiwa mgeni. Lakini kuhusiana na swala la Aziz Ki Stefan, ambapo pia aliulizwa, na inaonekana Aziz Ki ni kama na majeraha. Sasa wengi walitaka kujua kwamba ni lipi na lipi ambalo litenda kufanyika juu ya mchezaji huyo ambaye ni tishio kweli kwenye ligi ya Tanzania. Sasa yeye alisema, mimi sio dabi yangu ya kwanza kucheza, nilishacheza dabi ambayo ina watu zaidi ya 120,000 uwanjani. Nina mchezaji mmoja pekee ambaye hayupo sawa, ni Aziz Ki Stefan, anasumbuliwa na nyonga, bado ni 50% kuweza kucheza. So pia kutokana na hayo majeraha ambayo Stefan Aziz Ki anayo, lakini bado ni 50-50 kucheza. So anaweza akacheza au asicheze, lakini kwa asilimia kubwa anaonekana anaweza akaenda kucheza. So huyo ni kocha wa klabu ya Yanga ambaye aliyabainisha hayo pale ambapo aliweza kuulizwa kuhusiana na swala hili la Stefan Aziz Ki. Sasa hii mechi ukiangalia jinsi ambavyo imekaa, ni kama imekaa kimitego sana. Yaani ukiangalia kwa undani sana ni kama imekaa kimitego sana. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana wachezaji wengi wanaonekana kama ni majeraha, lakini ni bado sio majeraha, ni kama tu mbinu za kivita zinatumika, kwa sababu pia upande wa Simba napo tumeambiwa hivyo kwamba kuna wachezaji ambao ni majeraha au majeruhi ambao hawawezi kucheza kesho, ambapo orodha yao ni wawili ambao Simba tunaarifiwa kwamba hawezi kucheza. Kuna mlinda mlango wa klabu ya Simba huyo first starter ambaye ni Musa Kamara Pimpin ambaye pia ataukosa huo mchezo, lakini pia na Chemalon Fondo ambaye pia mpaka sasa hivi bado hajapona jeraha alilolipata dhidi ya Azam Football Club. Hivyo pia naye inaarifiwa kwamba ataukosa mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. Sasa
ukiangalia kiundani unaweza ukaona kama ni kweli au sio kweli, lakini mimi naamini wachezaji makocha ni professional na hawezi kuleta propaganda kwenye mechi kubwa kama hii. So situamini kwamba hawa wachezaji huenda wakaukosa mchezo, na kama Yanga wao wamekiri kabisa kwamba ni mchezaji mmoja tu ambaye ni majeraha na ambaye anaweza kaukosa mchezo huo wa kesho, ambaye ni Stefan Aziz Ki. Kwa mpaka sasa hivi tunaamini beki wao wa kulia ambaye alikuwa ni majeruhi pia, ambaye ni Kwasi Yao Atoula ameshapona na ameonekana pia anaendelea na mazoezi, ameonekana akielekea mazoezini, kwa pia inaonyesha ameshapona tayari na anaendelea na mazoezi vizuri kabisa. Sasa ni swala tu la kusubiria kuangalia ni kipi na kipi ambacho kitaendelea kesho. Lakini pia katika hayo pia msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambaye alizungumzwa sana kwamba TFF wamempiga nyundo mbili au miaka miwili kutokujihusisha na mpira, leo ameibukia kwenye studio ya Wasafi ambapo amezungumza mengi sana, lakini kubwa ambalo aliweka wazi ni kwamba hata yeye mwenyewe ameshtushwa na habari hizo ambazo zimekuwa zikisambaa mtandaoni za kwamba yeye amefungiwa na TFF, kwa sababu pia yeye ni habari ambazo zinamshtua, lakini pia si kumshtua yeye tu, lakini pia zimeleta madhara zaidi pale ambapo zimeenda kusababisha mama yake akalazwa kutokana na pressure mara baada ya kuziona hizi habari, na ikasababisha Ali Kamwe akashinda hospitali kumuuguza mamake. Lakini hiyo ilikuwa moja, lakini mbili pia imeharibu programu nzima ya klabu ya Yanga ambao walikuwa wameshaiandaa kwa ajili ya hamasa kuelekea mechi hii ambayo inaenda kufanyika weekend hii. Na yeye kwa madai yake anadai hamasa zilikuwa zimepangwa kuzinduliwa Jumatatu, ambapo ndo zilikuwa zinazinduliwa rasmi kwa ajili ya wiki zima hili kuendelea na hamasa kuelekea mechi hiyo ya kesho. Lakini TFF ni kama wametumika, yani kwa kifupi ni kama wametumika na watu kwa ajili ya kuharibu programu hizo, kwa sababu aliyekuwa anaenda kufanya programu hizo ni Ali Shabani Kamwe mwenyewe, ndo ambaye alikuwa anaenda kuzindua hizo hamasa, na yeye toka Jumatatu na Jumanne ameshinda TFF akisubiria kesi hiyo. Jumatano ilipofika ndo propaganda zikaanza kuenea mtandaoni na yeye akashindwa, na pia alikuwa yupo na mamake hospitali. Alhamisi ndo propaganda zikazidi mtandaoni na yeye ndo kidogo akaanza kuitangaza dabi hiyo, lakini si kwa ukubwa ambao yeye alikuwa ameupanga. Na sasa manake hakuna kilichoharibika. Kikubwa anachoamini mashabiki wa Yanga ni waelewa na wanajua nini ambacho wanakifanya, kwa hiyo anaamini kesho wataenda kujaza uwanja hata bila ya hamasa. Lakini pia alipoulizwa kuhusiana na yeye au wao kuonekana ni wababe wa Simba siku zote kwenye dabi hizo, yeye kwanza kaanza kwa kueleza kwamba si kweli kwamba Yanga wamekuwa wababe wa Simba kwa kipindi kirefu kwa sababu Simba ni dhaifu, bali Yanga wamekuwa wababe wa Simba kwa kipindi hicho kwa sababu Yanga ni bora mbele ya Simba. Simba wamekuwa bora, wanafanya maandalizi, lakini wakifika uwanjani wanakutana na Yanga ambayo ni bora zaidi yao. Ubora wa Yanga ndio unafanya uone Simba ni dhaifu, lakini wote huwa tunakuwa bora kabla ya dakika 90. Baada ya dakika 90 ndio unaona udhaifu wa Simba, na udhaifu wa Simba umetengenezwa na ubora wa Yanga. Simba ni bora lakini anapata udhaifu baada ya dakika 90 akicheza na Yanga. Huyo alikuwa ni Ali Shabani Kamwe ambaye alikuwa analiweka sawa hili la kwamba wanakutana mara kwa mara na Simba ikiwa ni dhaifu. Sasa yeye hili analizungumziaje? Lakini yeye akaliweka kwa mtadha huo ambao ameuzungumza hapo kwamba Simba sio mbovu wala sio dhaifu, lakini ni kwamba ubora wake unazidiwa na ubora wa klabu ya Yanga, na ndio maana mara baada ya dakika 90 Simba anachezea kichapo, na akajinasibu kwamba kesho pia anaenda kumchapa Simba vile vile. Na hivi ambavyo watu wanaongea au waandishi wa habari wanaongea ubora wa Simba, na yeye ndo anatamani iwe hivyo na anapenda iwe hivyo kwa sababu akienda kucheza naye waandishi wakiwa wanasema ni mbovu, mwisho wa siku atasema Yanga amepiga bomu mochwari. Lakini kwa sababu Simba mwenyewe sasa hivi anazungumzwa kwa ukubwa na hata mashabiki wake na wenyewe wamekubaliana kabisa kwamba Simba yao ni bora, wataenda kushindana na Yanga, kwa hiyo
wanaenda kushindana na Simba ambayo ni bora na wanaenda kumfunga vile vile. Kwa hiyo kesho kutwa mara baada ya hii mechi kusitokee na maneno mengine ambayo hayana muktadha au hayana heshima mbele ya Yanga, kwa sababu wote mashabiki lakini pia viongozi wa Simba wamekubaliana kwamba Simba yao ni bora. Kwa hiyo wanaenda kukutana na Yanga au wapo tayari kukutana na Yanga na wapo tayari kwenda kutoa ushindani, lakini wakifungwa wasilete visingizio vingine. Huyo alikuwa ni Ali Shabani Kamwe. So tuendelee kusubiria tu dabi hii. Hii mechi itachezwa kesho. Kama ulikuwa unajua tarehe 8 ni mbali, maana ilishaanza kutangazwa toka mwezi wa kwanza, lakini mwezi wa 3 ndo huu na tarehe 8 ndo kesho. Na Simba na Yanga ndo kesho wanaenda kuumana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 1:15 usiku.